Ahlan wa sahlan wa marhaban, hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: Rais wa China wasili Malaysia kwa ziara ya kitaifa. Ununuzi wa kimataifa waanza kwa kasi kabla ya ufunguzi wa maonyesho ya Canton. Na soko la nyumba katika miji mikuu ya China laimarika mwezi Machi. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Rais wa China Xi Jinping amewasili jijini Kuala Lumpur, Malaysia kwa ziara rasmi ya kiserikali kufuatia mwaliko wa mfalme wa Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Na kama anavyoarifu Simiyu Wanjala, Rais Xi alipokelewa kwa makaribisho ya heshima na Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim pamoja na maafisa waandamizi wa serikali katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur. Mtoto wa Kimalaysia alimkabidhi Rais Xi shada la maua, huku vijana wa eneo hilo wakitumbuiza kwa ngoma za kitamaduni, wakipeperusha bendera za China na Malaysia, wakimkaribisha Xi kwa furaha na shangwe. Katika taarifa aliyoitoa baada ya kuwasili, Rais Xi Jinping alitoa salamu za dhati na kuwatakia mema watu pamoja na serikali ya Malaysia. Alikumbusha kuwa mwaka 2023 China na Malaysia zilifikia makubaliano muhimu ya kuendeleza kwa pamoja jamii yenye mustakabali wa pamoja. Mwaka huo vile uliadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Rais Xi alisema anatumia ziara hii kama fursa ya kuimarisha zaidi urafiki wa kihistoria baina ya nchi hizo mbili, kukuza uaminifu wa kisiasa na kuhimiza ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Alihimiza pande zote mbili kushirikiana katika kubadilishana maarifa za kitamaduni, kukuza uelewano baina ya jamii na kuinua zaidi ujenzi wa jamii yenye mustakabali wa pamoja baina ya China na Malaysia. Msafara wa Rais Xi ulipokuwa ukielekea hotelini kutoka uwanja wa ndege, wa China wanaoishi Malaysia walikuwa barabarani wakipeperusha bendera za China na Malaysia na kubeba mabango mekundu yenye ujumbe wa urafiki wa kudumu. Pia kulifanyika onyesho la dansi ya simba kama ishara ya kumkaribisha kwa heshima na shangwe. Ziara hii ni ya pili kwa Rais Xi kutembelea Malaysia ndani ya kipindi cha miaka 12. Maonyesho ya 137 ya Canton yalifunguliwa rasmi Jumanne katika jiji la Guangzhou, mkoa wa Guangdong, kusini mwa China, yakitanguliwa na uzinduzi wa zaidi ya matukio 1000 ya kukuza biashara. Hafla hizo zinalenga kuunganisha wanunuzi wa kimataifa na wauzaji wa bidhaa wa China ili kuongeza mauzo ya kimataifa. Jacob Mogoa anaarifu zaidi. Kukabiliana na ongezeko la mahitaji kutoka soko la dunia, maonyesho haya yanaangazia mfululizo wake maarufu wa Trade Bridge ambao unalenga kurahisisha michakato ya ununuzi na kuongeza fursa kwa makampuni yanayolenga kuuza nje bidhaa zao. Kabla ya ufunguzi rasmi, waandaaji waliandaa tukio la utangulizi katika jiji la Foshan, ambapo wanunuzi zaidi ya 20 kutoka nchi kama Hispania, Ureno na nyinginezo walitembelea kituo cha mageuzi ya biashara ya nje na kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wasambazaji wa ndani. Nadhani ziara ilikuwa nzuri, ingawa muda ulikuwa mfupi. Tulipata nafasi ya kuona warsha mpya, samani mpya na kupata mikataba mipya. Maonyesho ya mwaka huu pia yanaandaa mijadala 18 ya sekta mbalimbali, zaidi ya matukio 400 ya uzinduzi wa bidhaa pamoja na vikao 590 vya ulinganifu wa biashara chini ya mpango wa Trade Bridge ili kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. Mbali na mikutano ya ana kwa ana, maonyesho haya pia yanatoa njia 4 za kidijitali za kuoanisha biashara: skrini kwa skrini, uso kwa uso, uso kwa skrini na mfumo wa mseto, kusaidia kampuni kufanikisha mikataba kwa haraka zaidi.
Maonyesho ya ana kwa ana yanafanyika kwa awamu 3 kuanzia Aprili 15 hadi Mei 5, yakihusisha eneo la mita za mraba milioni 1.55 na mabanda takriban 74,000 huko Guangzhou. Maingiliano ya leo yalilenga zaidi kuanzisha uhusiano ili kuelewana vizuri kuhusu nguvu zetu na bidhaa tunazotoa. Kuendelea mbele kupitia mikutano au ziara zaidi, tutaweza kufanya uchambuzi wa kina wa bidhaa ambazo wateja wanavutiwa nazo pamoja na masoko wanayolenga, ili tuweze kubuni suluhisho bora zaidi kwa pamoja. Maonyesho ya Canton yanayojulikana rasmi kama China Export and Export Fair yamekuwa yakifanyika kila msimu wa masika na mpukutiko tangu kuanzishwa kwake mwaka 1957 na yanaonekana kama kipimo cha mwenendo wa biashara ya nje ya China. Soko la nyumba katika miji mikuu ya China liliimarika mwezi Machi, likionyesha ongezeko la bei na miamala ya nyumba mpya na zilizotumika. Takwimu za Ofisi ya Taifa ya Takwimu zinaonyesha kupungua kwa kasi ya kushuka kwa bei mwaka hadi mwaka katika miji ya daraja la kwanza, la pili na la 3. Ronald Mutie anaripoti. Kulingana na takwimu za Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS, miji mikuu ya China ilishuhudia ongezeko kubwa la miamala na bei za nyumba mwezi Machi, hali inayoonyesha kuimarika kwa imani ya soko. Miongoni mwa miji mikubwa 70 na ya kati, idadi ya miji ambayo ilishuhudia ongezeko la mwezi hadi mwezi la bei za nyumba za biashara iliongezeka. Katika miji ya daraja ya kwanza, bei hizi pia zilionyesha ongezeko la mwezi hadi mwezi Machi, kwa mujibu wa ofisi hiyo. Kwa kuangalia mwezi hadi mwezi, bei za mauzo ya nyumba mpya katika miji ya daraja ya kwanza zilipanda mwezi Machi, huku kushuka kwa jumla kwa bei za nyumba mpya na zile zilizotumika katika miji ya daraja la pili na la 3 kukipungua. Kwa undani zaidi, bei za mauzo ya nyumba mpya za biashara katika miji ya daraja ya kwanza ziliongezeka kwa 0.1 mwezi hadi mwezi, wakati bei za nyumba ambazo zimetumika ziliongezeka kwa 0.2. Katika miji ya daraja la pili, bei za mauzo ya nyumba mpya za biashara hazikubadilika kutoka mwezi uliopita, na kushuka kwa bei za nyumba zilizotumika kulipungua kwa alama 0.2 za asilimia. Kushuka kwa bei za nyumba mpya na zilizotumika kulipungua kwa alama 0.1 za asilimia. Wakati huo huo, kushuka kwa mwaka hadi mwaka kwa bei za mauzo ya nyumba za biashara kote nchini kuliendelea kupungua kwa mwezi Machi. Haswa katika miji ya daraja ya kwanza, kushuka kwa mwaka hadi mwaka kwa bei ya mauzo ya nyumba mpya na zilizotumika kulipungua kwa alama 0.2 na 0.8 ikilinganishwa na mwezi uliopita. Katika miji ya daraja la 3, kushuka kwa mwaka hadi mwaka kwa bei ya nyumba mpya na ambazo zimetumika kulipungua kwa alama 0.2. Wakati huo huo, takwimu za NBS zimeonyesha kwamba pato la taifa la China lilikuwa kwa 5.4 mwaka hadi mwaka katika robo ya kwanza ya mwaka huu 2025. Pato la taifa la China lilifikia yuan trilioni 31 ambazo ni sawa na dola trilioni 4.4 katika kipindi hicho. Kwa msingi wa robo mwaka, uchumi uliongezeka kwa 1.2 katika miezi mitatu ya mwanzo. Kwa undani, dhamani iliyoongezwa ya sekta ya msingi ilifikia yuan trilioni 1, ongezeko la 3.5 mwaka hadi mwaka, huku sekta ya pili ikifikia yuan trilioni 11, ongezeko la 5.9, na sekta ya 3 ikifikia yuan trilioni 19, ambalo ni ongezeko la 5.3. Pato la taifa la China ilikuwa kwa 5% mwaka hadi mwaka kwa mwaka jana, na sasa China inalenga ukuaji wa uchumi wa mwaka mzima wa takriban 5%. Viwanja 4 vya michezo nchini Senegal vilivyokarabatiwa kwa msaada wa kifedha kutoka China, vikiwemo uwanja wa Leopold Sedar Senghor uliopo Dakar, vimekabidhiwa rasmi kwa serikali ya Senegal. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Mradi wa ukarabati wa viwanja 4 ni kati ya miradi mikubwa zaidi ya msaada iliyotekelezwa na serikali ya China katika miaka ya hivi karibuni. Mradi huo ulijumuisha ukarabati wa uwanja wa Leopold Sedar Senghor mjini Dakar na maeneo mengine ya michezo katika miji ya Kaolack, Diourbel na Ziguinchor. Uwanja wa Leopold Sedar Senghor ni wa zamani na mkubwa zaidi nchini Senegal. Tangu ujengwe na China mwaka 1985, uwanja huo umekuwa ishara ya urafiki wa kudumu kati ya mataifa haya mawili. Kupitia uimarishaji wa miundombinu na maboresho ya mifumo ya uwanja, jengo hili la kihistoria limepata uhai mpya.
Mradi huu ulianza Agosti mwaka 2022. Licha ya changamoto nyingi kama vile ujenzi katika msimu wa mvua, miradi tata isiyoonekana wazi na usumbufu wa mara kwa mara wa usambazaji wa vifaa, timu ya ujenzi kutoka China ilifanya kazi kwa ufanisi kupitia ubunifu wa kiteknolojia na uboreshaji wa usimamizi na kufanikisha kazi zote bila ajali wala ucheleweshaji, jambo lililosifiwa sana na upande wa Senegal. Nimejaa furaha, fahari na pia shukrani ya dhati katika siku hii ya kupokea funguo za uwanja wa Léopold Sédar Senghor uliokarabatiwa kwa mafanikio kupitia ushirikiano wa kipekee kati ya nchi zetu mbili. Mara baada ya kuanza kutumika, viwanja hivi vitatumika kwa michezo ya Olimpiki ya vijana mwaka 2026 na pia vitachangia kukuza michezo ya ndani kwa kutoa miundombinu ya kisasa kwa ajili ya mashindano na mazoezi, pamoja na kuimarisha ushirikiano na maingiliano ya kitamaduni na michezo kati ya China na Senegal. Baada ya kuishi Yiwu kwa zaidi ya miaka 20, mfanyabiashara kutoka Senegal Surakata Tirera ameleta mageuzi nchini kwake kwa kuanzisha kampuni ya kwanza ya teksi za magari ya umeme. Akivutiwa na mafanikio ya China katika sekta ya nishati mpya, sasa anatumia uzoefu huo kuleta mabadiliko barani Afrika. Hii hapa hadithi yake. Senegal is an African country with distinctive culture and diverse landscapes. Yet, in transportation and energy, it faces numerous challenges. Here, people long for change, yearning for cleaner and more efficient ways to travel. Soura, originally from Senegal, is the CEO of an international trade company based in Yiwu, where he has lived for over 20 years. Today, Soura is setting off from Yiwu to Senegal. Bye-bye. 等你过来啊，要快点过来了啊！你也过来一下好了，来玩一下。 Each year, he makes countless trips between the two countries. But this time, his excitement is unparalleled. In just a few days, his electric vehicle taxi company, the first of its kind in Senegal, will officially launch in Dakar, the capital city. 这次活动还比较亲切的，因为领导的参与啊，适合的一个场合，这些事情都是我要去协调嘛。 我们希望能把电车融入在我们国家里面，而且我相信我们一定会做得好。 Today, Soura is heading to the venue where the launch ceremony will be held. 车去停在这里，看多士，这里有100辆。 Most of the 100 electric vehicles in Soura's fleet were sourced from Yiwu. His decision to launch this company, its operational model, and the setup of charging stations were all inspired by the practices and insights he has gained in Yiwu. Khalidou Koumé, Mohamed Diaby， 也就是这么说，不是朋友，就是真正的兄弟，一天到晚在一起的。 Déjà, c'est un plaisir d'avoir un aîné comme Soura qui a vraiment fait, disons, le monde, et spécialement la Chine, qui a pu quand même transpercer les idées chinoises au Sénégal. C'est un projet innovateur, un projet futuriste. Il pouvait tout de même aller tout seul faire ce projet, mais il a quand même voulu appeler ses frères comme nous pour mettre la main pour qu'on puisse cheminer ensemble afin de réaliser ce projet-là.
On September 26th at 2 p.m., Senegal's first electric vehicle taxi company held its grand opening. Even pouring rain couldn't dampen the crowd's enthusiasm for these new energy vehicles. Ce projet participe grandement au renouvellement du parc automobile. Nous savons tous que nous avons un parc automobile très vétuste et qui est à l'origine de plusieurs accidents. Et donc avoir de tels projets nous permet d'accélérer cette transformation rapide et systémique du secteur comme nous l'a demandé le président de la République. I'm very glad to be part of this project. We always wanted to do something big for the transportation. I believe that we can bring 5,000 EV cars within 3 years. I will buy one. I will tell to all my friends to bring one. It's the green energy and we're about to be involved in it. The successful launch of green mobility in Senegal marks a promising start, and its potential extends beyond this single achievement. A friend from Guinea has specially come to see Sura, eager to learn about his electric taxi company and interested in bringing this green, innovative business model to his own country. I fully support him on that business, and honestly, I'm much interested to do the same business that he is planning to do here in Guinea. We all have the same realities. So if electric cars business works in Senegal, I believe it will work very well in the countries around it. And I really wish that he can get all the support from our local government here in Senegal and all the support from the Chinese partners in China to be able to succeed in this business. 对，这里是我们的充电桩安装的地方，也是电车的原因能愿意把这样的一个位置给我们。繁华啊，对，非常好的，这个都是繁华的地方。你看高楼啊，什么都有的呀。这个马路你随便跟任何人都知道的，好比是在义乌的说广骂大道啊，或者上省大道啊，就这么有名嘛。Green development is a distinctive feature of modernization in the new era. Au moins 30 000 parce que moo gën a noppale comme taxi yële ñu ñaan yàlla mu gën a yokk Sénégal gi yëpp gis seen bopp bu ko defee chauffeur taxi yëpp dañuy kontaan bëgg parce que oto yi dañ leen dimbale seen liggéey bu baax da dootuñu xamante benn coono. It's my first time getting in the type of cars. There's AC and the chairs and everything are really comfortable. I hope many other people will come and try these cars because it's really good. Sura's new energy taxi company is a vivid representation of China-Africa cooperation, jointly building the Belt and Road and promoting the construction of a community with a shared future for humanity. On the journey of modernization, China and Africa will walk hand in hand, creating a new chapter in the history of human development. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina, hatua kwa hatua, kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第10课，现在几点？ Mambo, karibu katika daraja la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. Matofali ya ujenzi.
Msichana mdogo anajenga kwa kutumia matofali chumbani kwake. Atajenga kwa tofali moja unaposoma herufi ya Kichina kwa usahihi. Hebu tumsaidie. 现在早上点见分太妈妈，现在几点？11点10分。妈妈，现在几点？11点10分。现在几点？11点10分。妈妈，现在几点？11点10分。明天几点见？早上5点。太早了。明天几点见？早上5点。太早了。他们明天几点见？早上5点。明天几点见？早上5点。太早了。Jibu swali la mwalimu kulingana na picha. 他几点起床？他6点半起床。他几点上课？他8点上课。他几点放学？他4点10分放学。他几点睡觉？他10点睡觉。Sasa tumemaliza maandishi yetu. Hebu tutazame video hii kuhusu hadithi, kisha tujibu maswali. 现在几点？纽约、北京、悉尼、北极。现在几点？纽约12点。纽约几点？纽约12点。北京1点。北京几点？北京1点。悉尼4点。悉尼几点？悉尼4点。北极5点。北极几点？北极5点。 Kazi ya kufanya nyumbani leo ni kusoma andiko. Kesho tutaendelea kucheza mchezo huu. 再见. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Chochote unachopitia katika maisha yako, kama unahisi kulia, lia. Katu usizuie machozi. Lakini baada ya muda, futa macho yako ili uweze kuona vizuri na kuendelea na safari yako.
Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.